Mara baada ya mchezo wa Young Africans dhidi ya Pamba Jiji, maneno yamekuwa ni mengi kweli kweli. Young Africans ya kucheza vile ambavyo watu wengi sana wamezoea. Tuko na mchambuzi Kabwe, tuone ana nini cha kuzungumza. Kabwe, kwa ndugu yangu. Kwa Mangwale, mambo yanaendaje kaka? Safi kabisa, uko vizuri kaka? Fresh hii, kama kawaida. Umeshuhudia mechi ya jana na moja ya kitu ambacho nimeona kwenye andiko lako kupitia ukurasa wako wa Instagram, umezungumza kuhusiana na Aisha Barakonte lakini pia Azizi Ndambwile. Nataka tuanzie hapa. Watu wengi wanalalamika Young Africans hajacheza katika kile kiwango ambacho wengi wanatarajia na ambacho wamekizoea. Kwa upande wako, ulikuwa ni mchezo wa namna gani, lakini pia ukiangazia Barakonte na Azizi Ndambwile? Ulikuwa ni mchezo mzuri kwa kiasi chake. Haukuwa mchezo mbaya sana wala haukuwa mchezo mzuri sana. Lakini kwa mashabiki wa Young Africans nafikiri walienjoy kwa sababu walipata ushindi wa magoli 3 tena. Kwa walienjoy vya kutosha. Lakini kuhusiana na kiwango, yes, Young Africans hawachezi vizuri hivi sasa kwa maana ya namna ambavyo walivyozoeleka. Hiyo ni 100%. Na mara ya mwisho nimefanya mimi interview na wewe, tulikuwa tunazungumzia Yanga na Simba, nikajaribu kueleza mabadiliko ya Young Africans baada ya kuwa wanabadilisha makocha hapa katikati, lakini mabadiliko pia Young Africans baada ya kuingiza machaguo mapya. Unajua nilichokuja kugundua, unajua ukiacha mashabiki wa mpira wa miguu, unajua mashabiki wengi wanaendeshwa kwa hisia. Mara nyingi kwa sababu wanavipenda vilabu vyao, kwa hiyo kuna muda hata ukweli au kuzingatia vitu vya kiufundi inakuwaga ni ngumu sana. Sio vizuri kwa sababu wao wanaendeshwa na hisia. Ila sasa inanichanganya zaidi ninapoona tena baadhi ya wachambuzi na wenyewe wanaingia kwenye mkumbo huo huo wa mashabiki. Yaani sitaki kuamini ya kwamba hadi wachambuzi na wenyewe walichukuliwa kihisia ya kwamba Young Africans inaweza ikawa ni ile ile chini ya Gamondi, chini ya Ramovic, chini ya Hamdi Milodi kwa muda mfupi uliokaa. Yaani sikutegemea kama wachambuzi na wenyewe ama watu wa habari za michezo wanaweza kaingia kwenye huo mkumbo. Huo mkumbo akiingia Godi Yanga, huo mkumbo akiingia mtu kama labda tuchukule nani? Hawa kina Famau, tuwachukulia wakina Kizinga, si ndio? Mimi naona ni sawa, lakini mchambuzi ukiingia kwenye issue hizo za kihisia, of course kwangu mimi unanitia mashaka. Binafsi mimi nilitegemea hichi ambacho wanachokifanya hivi sasa Young Africans wangekipitia kwa sababu ya mabadiliko ya benchi la ufundi na baadhi ya wachezaji kuingia, kwa sababu Romain Folz sio Gamondi, sio Ramovic wala sio nani. Huu msemo nilikuwa nikiusema mara kwa mara. Ilikuwa ni lazima aje na falsafa zake, lakini pili aje na mbinu zake kuinject kwa wachezaji waweze kuzizoea na mashabiki wa Young Africans wajue hilo ili waweze kuwa sawa, waendelee kupata ushindi. Sasa kitu kizuri ambacho mimi nafikiri mashabiki wa Yanga wanapaswa kuwa fair kwa kocha Romain Folz ni kwamba licha ya kwamba kuna baadhi ya vitu havijakaa sawa, ile rhythm ya timu haijakaa sawa na kile ambacho anachokitaka labda mwalimu bado hakijakriki kwa kiasi kikubwa sana, wanapata matokeo mazuri. Hapa wanapaswa kuwa fair. Na baadhi ya wachambuzi pia wanapaswa kuwa fair kwa mwalimu Romain Folz kwa kile ambacho anachokifanya mpaka Young Africans inapata nini? Matokeo ushindi. Young Africans imembamiza Pamba 3, imembamiza wale Willet Sport 3, ilimfunga Simba 1, ilimfunga Rayo Sports goli 3. Bandari wale sijui goli 1, si ndio? Mpaka hivi sasa hajapoteza mchezo. Yes, inawezekana timu haichezi kwenye rhythm ambayo watu wengi wanaifurahia, lakini hajapoteza mchezo. So kwangu mimi kazi anaifanya mwalimu Romain Folz mpaka hivi sasa na I appreciate 100%, anafanya kazi nzuri. Kilichobaki ni kuifanya Young Africans kuwa bora. Yes, Young Africans haichezi vizuri. Yes, Young Africans bado kuna ubora unakosekana. Lakini ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu mwalimu ni mpya na baadhi ya maigizo mengi ni mapya. Kwa mfano mechi ya jana, kipindi cha kwanza alianza Edmund John, alianza Barakonte, Celestine Ekua, sijui vizuri, Andy Boyle, karibia tuseme wachezaji wengi, Shabalala, wachezaji wengi wa kikosi cha kwanza dakika 45. Wengi walikuwa ni wapya. Hata ule muunganiko, kujuana tabia. Tena ukizingatia kina Shabalala wenyewe bado
hawajaanza kuingia, walitoka kwenye timu ya taifa ndo wakaingia kwenye kikosi kwa mara ya kwanza. Ilikuwa ni bado. So binafsi kwangu mimi wanapaswa kumpa muda. Lakini ukweli lazima useme kwamba yes, Young Africans bado haijakaa vizuri, na nilisema wako theater, wanafanya upasuaji kwa ajili ya kuendelea kukifanya kile kikosi chao kuwa bora na kuweza kufika kwenye zile level za mbali zaidi na kuweza kumaintain status yao ya kuweza kuchukua ubingwa. Light kama Young Africans wangekutana na timu bora. Na hapa ndo nakwambia ligi yetu sisi ni dhaifu. Sasa fikiria katika kipindi ambacho Young Africans dakika zile 45 walikuwa wanacheza mpira wa kawaida, mbovu, mpira gimbi katika zile dakika 45 za mwanzo. Naona kile ni mpira gimbi. Walicheza vibaya. Yaani dakika zile 45 zile Young Africans walicheza ovyo. Yaani kuanzia dakika ya kwanza mpaka dakika 30 ulikuwa unaona wanapoteza mpira kirahisi. Umeona wachezaji kwenye maamuzi wanakuwa shallow, yaani hawafanyi maamuzi sahihi. Celestine Ekua ambaye aliperform kwenye mechi ya Bandari, kwenye mechi hizi 2-3 hatumuoni tena. Musa Balakonte pamoja na kusifiwa sana na kadhalika, lakini hakuna kitu, mambo yamekuwa magumu, sijui mla vizuri. Kwa kifupi rhythm ya timu ilikuwa ni mbovu first half. Sasa fikiria Africans katika ubovu huo ili uone ligi yetu sisi ina matatizo sana. Ligi yetu sisi bwana, hizi timu za level ya kati zina matatizo na bado Pamba Jiji walishindwa kuuliza maswali magumu Young Africans. Hasa kwenye eneo la kuwashambulia. Yes, kuna muda walikuwa wanajilinda vizuri. Lakini sasa labda mlikuwa mnakabia Young Africans kwenye mid block, kwa sababu nilikuwa namwangalia jana Mwalimu Baraza alikuwa anakabia Young Africans katikati. Alikuwa anakabia na 4-4-2. Namna sasa ya kutafsiri matukio ya ushambulizi wanapoenda kuwashambulia Young Africans ilikuwa ni kitendawili. Kwa hiyo Young Africans pamoja na kwamba wanacheza vibaya, faida ambayo wanaipata, pamoja na kwamba hawana rhythm ya timu, faida ambayo wanaipata pia ni kwa sababu ligi yetu sisi ni mbovu. Wanakutana na timu ambazo haziwaulizi maswali magumu. Kwa hiyo Young Africans hata kama wana rhythm ya kawaida hiyo watapitia hichi kipindi kigumu, lakini mimi naamini huko mbele watakuja kukaa sawa, kwa sababu hapa katikati ni kama vile wanacheza mechi za pre-season hivi. Ukiangalia kipindi cha kwanza the way walivyocheza, hasa umezungumza wachezaji wapya hawana muunganiko. Inaweza kuwa ni sababu wachezaji wapya performance yao bado, au tatizo ni muunganiko kama wanavyosema? Ni muunganiko, lakini pia performance ya baadhi ya wachezaji bado haijawa nzuri. Kwa mfano Balakonte ambaye mimi namfahamu na ninamjua vizuri, sio huyo ambaye ninamuona Young Africans. Anapoteza pasi kirahisi. Umeona jana pale katikati, kama wale Pamba Jiji wangekuwa vizuri zaidi, haswa kwa upande kwenye eneo la creation, kwenye eneo la ubunifu ambalo alicheza Najib Musa ambaye hakuwa katika kiwango kizuri, kama wangekuwa bora zaidi. Jana walikuwa na uwezo wa kupata hata goli moja au magoli mawili kipindi cha kwanza, kutokana na namna ambavyo Balakonte hakuwa mzuri kwenye kufanya marking, kuilinda ile back four, kwenye kupiga pasi, kutengeneza kupiga zile square passes ambazo alizokuwa anazipiga hata akiwa na ndi Sfax, yani simula vizuri. Alikuwa haonekani kwa hivyo. Yaani ukimwangalia Balakonte na ukimwangalia Ndambwile, unaweza kusema Ndambwile ndo kasajiliwa fedha nyingi zaidi Young Africans. Ndambwile ndo mchezaji mpya ambaye amekuja kuintroduziwa kwenye kikosi cha Young Africans kuliko Musa Balakonte. Kwa maana ya ubora mpaka hivi sasa Ndambwile ni bora kuliko Musa Balakonte, na ndio maana Musa Balakonte kuna muda anaanzia bench, na ndio maana jana baada ya kuingia Ndambwile rhythm ya timu ilibadilika. Yanga wakarudi, yani pale katikati pakawa sasa pamefanya nini? Pametulia, yani ukaiona Young Africans ina utulivu kwenye eneo la kiungo, namna ambavyo wanavyopiga pasi, ubora mkubwa wa kutuliza timu, anavyofika kwenye matukio. Kuna tukio moja walienda kushambulia Pamba Jiji, akaenda kaingia uvunguni akacheza mpira yule mwamba. So Ndambwile amekuwa bora na amewaprove watu wrong, tofauti na watu walivyotarajia, na amekuwa bora mbele ya nani? Ya Musa Balakonte, ambaye watu wengi walikuwa na matumaini naye. Sio kwamba ni mchezaji mbaya, lakini kwenye football hiyo issue inaweza ikatokea. Kuja kwake Bongo inawezekana mazingira, kocha aliyokutana naye akawa amefeli kabisa kumuingiza kwenye system yake, na mtu ambaye amefiti kwa haraka akawa ni Ndambwile, na Ndambwile anaonekana kuwa na ubora huo. Lakini ukiangalia uwezo wa Balakonte akiwa Sfax, ulikuwa ni namna gani wale ambao hawajapita? Mmoja kati ya wachezaji wazuri sana, na ndio mimi nashangaa hata mimi pia. Sio yeye tusumata, hata Nio Maema naye kaja hapa na struggle. Sio vizuri. Uwezo mkubwa wa kulinda back four, anapiga zile square pass, zile long range pass, ana uwezo mkubwa wa kuingia uvunguni, kuchukua mpira, kufanya interception, kuchezesha timu, kwa sababu ni central midfielder mzuri sana, umeona. Lakini tangia amekuja Young Africans kwenye mechi hizi zote ambazo wamekuwa akipewa hata na dakika kadhaa,
uone hicho kitu kikifanya kwa ufanisi tofauti na Ndambwile. Lakini ukiingia sokoni Kabwe sasa hivi Musa Bala Conte na Azizi Ndambwile, nani ana thamani kubwa zaidi? Azizi Ndambwile kaka, unaondoka na Azizi Ndambwile. Azizi Ndambwile na Musa Bala Conte, Azizi Ndambwile sasa hivi ni bora kuliko Musa Bala Conte. Huo ndio ukweli, na anafanya vizuri chini ya mwalimu Romain Folz kuliko Musa Bala Conte. Lakini mchezaji mwingine ambaye naona watu wengi hawamuelewi pia ni Celestine Ekua. Fikiri Celestine Ekua aliperform vizuri sana kwenye mechi ya Bandari, lakini hivi sasa inaonekana maamuzi yake yamekuwa mabovu. Kuna muda anakimbia hovyo tu bila mpangilio wote. Yaani kwa kifupi hajawa katika kiwango kizuri. Hilo lingine. Lakini pia mchezaji mwingine ni Andy Boyel. Bado na yeye unaona hajafikia zile level za kusema kwamba amemzidi labda Prince Dube. Unajua Young Africans walipaswa kwenda sokoni na kumtafuta mshambuliaji ambaye ana quality na yani tuseme ana quality na utofauti na Prince Dube. Lakini mimi silioni ile kwa Andy Boyel. Yani kuja kumbiti Prince Dube kwangu mimi nakataa. Hata kuja kumbiti Clement Mzize. Yani wakikosekana Clement Mzize na Prince Dube, huoni kama Young Africans pale mbele kuna athlete. Sijui umeelewa vizuri. Mchezaji mwingine ambaye naona anasifiwa na sifa zake zimekuwa ni nyingi ambazo kiuhalisia kwangu mimi sidhani kama ni ana deserve, ila kwa sababu Young Africans inafanya vizuri, of course inawezekana wakawa hapo sahihi kumsifia ni mtu kama Mohamed Doumbia. AI machine. Hapana. Unakataa kwamba sio AI machine kama? Ni mchezaji mzuri, lakini sio hana ile wow factor. Yani unajua kuna sifa sasa kama Nandi Doumbia ni AI, Pacome ni nani? Max Nzengeli ni nani? Unajua kuna shida kubwa sana kwenye mpira wetu. Unakuta mtu anasifiwa pasina kuwa na uhalisia. Na ndio maana kuna muda sasa akiwa anafanya vibaya au akiwa hafikia yale matarajio, unakuta nyinyi mkisema ukweli watu wanawachukia. Simula vizuri kaka, Young Africans wamepita viungo bora wazuri wenye uwezo mkubwa kumshinda Mohamed Doumbia. Kile ambacho kichokuwa kinazungumzwa kwamba ni AI sijui hakuna usajili ufanyika bora kama wa Mohamed Doumbia, mimi nakataa. Kabisa. Honestly speaking. Kwa mechi ambazo umemuona au toka kabla yenge ngapi? Kwa mechi ambazo mimi nimemuona, sioni wow factor. Ni mchezaji mzuri ambaye anaweza kaongeza namba ya wachezaji kwenye timu. Yaani ana uwezo kuongeza namba ya wachezaji kwenye timu. Ni mchezaji mzuri ambaye unaweza kumtumia na akakusaidia kwenye baadhi ya matukio na maisha mengine akaendelea. Kama ilivyokuwa kwa labda kwa Sure Boy, kama ilivyokuwa kwa wachezaji wengine, hata Edmund Jones kaingia tumemuona. Simula vizuri. Kwa nini Edmund Jones pamoja na kwamba amekuwa katika kiwango kizuri, mbona hasifiwi kwa ukubwa huu? Ni sifa za kijinga. Mimi huona hizo sifa za kijinga, sifa ambazo kiuhalisia haziendani na uhalisia. Sawa, kama tuliwahi kuzungumza ukasema kwamba kocha Romain Folz huenda akawatoa watu damu kwenye msimu huu wa ligi kuu ya Tanzania bara. Kabisa. Umemwona amesha kwanza ligi kuu ya Tanzania bara. Bado unasimamia pale kwenye msimu wako kwamba atawatoa damu baadhi ya watu? Mimi nasimamia msimamo wangu huko pale. Tena msimamo wangu huko pale. Licha ya performance ya jana. Siamini kama Romain Folz amefail Young Africans. Uamini? Kama Romain Folz amefail Young Africans. Ila ni pressure na matarajio makubwa waliokuwa nayo baadhi ya wachambuzi na kuendelea kutia pressure zaidi kwenye klabu Young Africans na mashabiki ambayo walishakariri. Young Africans, nikikuuliza wewe leo falsafa ya Young Africans ni ipi, utanijibu nini? Nani anailinda falsafa? Young Africans ndio kwanza msimu huu wamemtambulisha technical director. Huyo technical director amekuja na Romain Folz. Technical director aliyekuwepo alikuwa ni Kiini Macho ambaye alipelekwa kuwa kocha msaidizi, alikuwa ni Mohamed Mwarin. Nani ambaye alikuwa na Abdul Hamid Mwarin, si ndio? Nani ambaye alikuwa anatunza ile falsafa? Kwa Young Africans hata wao wanachukua walimu kulingana na mahitaji. Yaani sio kulingana na falsafa namna ambavyo Young Africans labda inavyocheza na kadhalika. Yaani ikitokea mwalimu amekuja ameendana na falsafa sawa. Kwa kifupi wanabahatisha.
Ikitokea mwalimu amekuja ameendana na falsafa sawa. Ikitokea mwalimu hakuendana na falsafa sawa. Simula vizuri. Na ndio maana unaona alipokuja mtu kama nani Sidramovic ilikuwa ni gusa achia twende kwao. Simula vizuri. Gamondi ilikuwa ni pila sambusa, pila biriani, pila la kubembeleza. Simula vizuri. Akaja sijui Mji Milud na yeye ilikuwa ni gusa achia twende kwao. Hata huyu pia alokuja ni gusa acha pasi 2-3 kwa sababu kwa mfano kama goli jana ambalo alofunga Max Nzengeli. Kwanza ilikuwa ni madhaifu ya ukabaji kwenye eneo la ulinzi la Pamba Jiji. Lakini pili ni namna ambavyo falsafa yule mwalimu anafanya kazi. Zilipigwa pasi 5 tu. Pasi ya 6 goli. Kwa hiyo watu wajiandae kwa sababu Young Africans wapo sharp sana kufika kwenye matukio, lakini wapo haraka sana kufika kwenye box la mpinzani. Kwa hiyo wakikukuta goigoi, wakikukuta hauko vizuri sana, kuna namna ambavyo wanaweza kukupasua. Na kwa sababu wana hiyo quality, watakutoa damu kaka mkubwa. Yaani wanakutoa damu vizuri tu, wanakutoa damu. Yaani wakikukuta huko goigoi, wakikuta ujielewe kama Pamba Jiji jana Pamba Jiji walikuwa wanacheza mpira wa ajabu kiukweli. Kuna muda mpaka sasa hapa tunaangalia mpira au tunaangalia bruise. Kuna muda unaweza unataka hadi kusikia kwa sababu ulikuwa uoni huo ushindani. Na ndio shida ya timu zetu zenye level ya kati. Kwa kwangu mimi lazima tuongee ukweli. Licha ya Africans kutokuwa na rhythm nzuri, yes, bado hawajawavutia watu wengi sana machoni mwa watu. Bado hawajavutia machoni mwa watu, lakini mimi naamini Romain Folz akijipata atawaumiza sana watu bila kwamba ukweli. Yaani timu ile kwa sababu kuna muda second half aliingiza kile kikosi ambacho kina wachezaji wengi ambao wana quality. Pacome Zouzoua, Sibula vizuri, Max Nzengeli ndani, akaingia na ndiye akaingia Ndambwile. Rhythm ya timu ikafanya nini? Ikabadilika. Sasa fikiria na wale wachezaji wengine wajipate. Young Africans ijipate. Kaka itakuwa balaa. Itakuwa balaa. So mimi siungani na watu ambao wanasema Romain Folz afike Oktoba. Kama Young Africans watamfukuza Romain Folz, watamfukuza ni kwa sababu ya kelele za wachambuzi baadhi na kelele za mashabiki ambao wanaendeshwa na hisia zaidi kuliko uhalisia. Kimbinu, kiufundi bwa mdogo anajua. Ni kumpa muda, kila kitu kinahitaji muda ili kuweza kuwa sawa. Sawa. Kabla tumalize na hili hapa, umeshuhudia michezo michache ya ligi kuu ya Tanzania bara. Kuna kitu tofauti ambacho umekiona msimu huu kinakwenda hasa kwa Azam Football Club lakini pia Singida Black Stars. Umekiona hii? Azam kuna assignment 2 na wapa. Wakifanikisha hizo assignment na waweka kwenye nafasi ya kugombea ubingwa. Assignment ya kwanza, nataka nione Azam FC watakuwa na consistency ya kuziadhibu hizi timu ambazo zipo kwenye level ya kati ambazo ni za kawaida. Yaani wataenda kuzitandika iwe ugenini nyumbani, ugenini round hii ya kwanza yani. Nione wakiwatandika hao. Assignment ya pili ni Simba na Yanga. Nione namna ambavyo wanaweza wakazitawala kiuchezaji Simba na Yanga. Yes, tumeshazoea kukutana nao wanatoa upinzani, lakini nataka wawe kama timu ya kwanza. Tuone huo ubora wakiutawala mchezo kwa ujumla. Azam FC kwa namna ambavyo Florai Benge nilivyomuona jana. Aina ya timu walikuwa nayo kaka. Wana bonge moja la timu moja nzuri mno. Kinachotajika consistency, kuzifunga hizi timu ndogo. Na namna ambavyo wanaweza kawauliza maswali magumu hawa wakubwa wawili ambao tunawapa nafasi ya kuchukua nini? Ubingwa. Kwa Singida Black Stars, kwa nini mimi siwezi kuwa kwenye nafasi ya kuchukua ubingwa? Kwa sababu siamini Singida Black Stars ni timu ambayo iko serious kwenye ligi. Yaani ipo serious kwa ajili ya kushindana kwenye ligi. Ili nione Singida Black Stars wapo serious kushindana kwenye ligi, assignment ya kwanza nitawapima kwenye mechi ya Young Africans. Nitawapima kwenye mechi ya Young Africans Singida Black Stars kama kweli wako serious. Na sio tu mechi moja, mechi 2 zote. Nitawapima kwanza Singida Black Stars. Sawa. Simula vizuri? Alafu pili nitapima uongozi wao ambavyo unaweza ukaendana na benchi la ufundi.
kuanzia kuwavumilia benchi la ufundi na nini ambacho wameplani kwa ajili ya kusapoti benchi la ufundi. Sawa, tumalize na hili la mwisho Kabwe. Msemaji wa Young Africans Ally Kamwe anasema wana jasusi ambaye yuko ndani ya klabu ya Simba anayewapa taarifa. Kuna ukweli unadhani anachokizungumza Ally Kamwe kinakuwa kinauhalisia? Of course yes. Unakubaliana? Mimi nakubaliana na Ally Kamwe kwamba kuna jasusi yuko pale anawapa siri za. Yani Simba na Yanga lazima kuwe kuna majasusi wa kutoa huku na kupeleka huku kupeleka huku. Yani sehemu zote hizi mbili kuna majasusi. Mimi nakubaliana naye kabisa. Kwa sababu tujiulize mimi na wewe, jezi za Simba zilivuja vipi? Jasusi wale. Kuna eneo mimi naamini kabisa, yani kuna baadhi ya siri zinatoka tu unakutana nazo, wanaanza kuzungumza wenyewe watu wa Yanga, alafu baadaye unashangaa zilifikaje kule. Kwa sababu mimi naamini hivi vilabu viwili sio wote wanaofanya kazi. Wote ni mashabiki wa Simba na Yanga. Kuna mashabiki wa Simba wanafanya kazi Yanga na kuna mashabiki wa Yanga wanafanya kazi wapi? Simba. Sibula vizuri. Na kibaya zaidi Simba na Yanga ni zaidi ya hisia. Yaani kiongozi anaweza akatoka kufanya vitu vya ajabu, yani akashindwa kabisa kufanya vitu vya kiuweledi, akafanya vitu vya hovyo kabisa mpaka ukashangaa kwa sababu ya Simba na Yanga. Yani hisia zile za kishabiki zimepitiliza kiasi ambacho mtu kufanya uweledi au kuzungumzia kitu chenye uweledi ni kazi mno, mpaka kwa viongozi wanavyoongoza hivi vilabu, na sio tu vilabu vya Simba na Yanga, viongozi ambao wanaongoza vilabu vingi Tanzania, mpaka hivi vilabu vyenye level ya kati. Na ndio maana unakuta sometimes mechi zinakuwa hazina ushindani, au taarifa nyingi zinatoka, au ni rahisi kufikika kwa viongozi au kwa wachezaji. Ndio maana tunasikia tetesi, unasikia rushwa, tetesi za mtu. Unakumbuka Magoli alishawahi kuposti issue ya Kamara, kama inawezekana Kamara mechi ya Africans alichukua nini? Alichukua rushwa, si ndio maana yake? Si unakumbuka kulikuwa kuna tetesi hizo? Sasa kwa nini haisi hivyo? Ina maana kuna kitu hakipo sawa. Kwa kila anachokizungumza Ally Kamwe anaweza kawa Ally Kamwe yupo sahihi. Mimi naungana naye 100% kwamba sio tu Simba kwamba kuna majasusi, mpaka Young Africans pia kuna majasusi. Bila shaka yote mimi naamini hivyo, kwa sababu Simba na Yanga ni mapacha, lakini ni mapacha wasiofanana. Simula vizuri fuatilia huyu na huyu anamchunguza. Ipo hivyo, na ushindani wao ni mkubwa na kila mmoja anataka kutawala soka la Tanzania. Sawa. Kwa hiyo huo ndio uhalisia kaka. Bwana Kabwe, nikushukuru sana ndugu yangu. Nashukuru sana.